Chama cha Mapinduzi CCM kupitia UWT wilaya ya Kaskazini A kimeanza maandalizi ya kuandaa watendaji na wasimamizi wa vituo kuelekea uchaguzi mkuu wa chama mwaka 2027. Akizungumza wakati wa kikao cha utekelezaji wa kazi za chama, katibu wa UWT wilaya ya Kaskazini A Rehema Haji Makame amesema lengo ni kuwajengea uwezo watendaji ili kuhakikisha chama kinaingia katika uchaguzi kikiwa tayari. Amesema wanachama wanapaswa kuhakikisha wanalipa ada za kadi zao, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza wanachama wapya. Pia amewataka wazazi hususan wanawake kuimarisha malezi ya watoto na kuhakikisha wanapata elimu na kukulia katika mazingira salama. Tupo katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa chama ambiwa 2027, tunaelekea kwenye uchaguzi. Hivyo nasi sisi wana Kaskazini A kwa maksudi leo tumeitana watendaji pamoja na wasimamizi ambao ni wenye viti kuja kujengeana uwezo ili tuende katika uchaguzi tukiwa tuna uchaguzi huru na uchaguzi salama. Kama tunavyojua mtaji wa chama ni wanachama. Basi nasi tumekuja kukumbushana suala la kwanza, tunaelekea katika uchaguzi, lazima tuwe tunalipa ada zetu za kadi zetu, lakini jambo kubwa ni kuongeza wanachama. Hivyo kwa maksudi basi tumeandaa ziara za kwenda kuamsha na kuhamasishana, lakini pia kwenda kuelezana yale ambayo yanayohusu katika masuala mazima ya kuelekea katika uchaguzi. Wito wangu kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi waje waingie katika jumuiya yetu ya UWT. Wale ambao hawana kadi tunawakaribisha, lakini kubwa ni kumpongeza Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kazi zake vyema anavyozifanya na utekelezaji mkubwa ambao unatekeleza wa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa utekelezaji wa kazi zake ambazo anavyozifanya na utekelezaji na yeye mkubwa ambao amekamilisha tukiwa tunakaribia mwaka, lakini kazi alizozifanya zinazidi za miaka 5. Nao wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM kupitia UWT wamempongeza katibu wao kwa juhudi za kuunganisha na kuwajengea uwezo katika kutekeleza majukumu ya chama. Wamesema mafunzo aliyowapa yamewasaidia kufahamu zaidi masuala mbalimbali ya chama, ikiwemo majukumu ya wajumbe na namna kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi. Aidha, wamewataka viongozi kuendelea kuwashirikisha wanawake katika shughuli za chama pamoja na kuwawezesha kupata elimu na mafunzo mbalimbali yatakayowaongezea ujuzi katika kutekeleza majukumu yao. Wamesema ushirikishwaji na mafunzo kwa wanawake ni muhimu katika kuongeza ufanisi wa chama na kuwajengea uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za kisiasa na kijamii. Tunashukuru sana, tumempokea katibu wetu mpya dada Rehema Haji Makame. Kwanza tunashukuru, ametuletea mengi na tunamuona pia yuko vizuri kwa sababu yuko katika kutuendeleza tuliokuwa nayo mwanzo, tuliokuwa tunaenda nayo na katibu wetu aliondolewa, katibu mtenge. Pia tunamshukuru kwa kutuwezesha leo kutupa maneno tu madogo lakini pia yana faida, kwa sababu amezungumzia mambo mengi kuhusu chama, pia kuhusu wajumbe, jinsi ya kuhudhuria katika vikao mapema. Pia ametutambulisha kama sisi ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tuko tayari kumtetea Mama Samia Suluhu Hassan na wao viongozi wetu ngazi ya wilaya, ngazi ya majimbo na ngazi ya matawi na wadi, kwa yale yalokuweko kwenye katiba ambayo inatuongoza pia kuyafanyia kazi. Tunatarajia yaliyokuwa mazuri zaidi, kwa sababu kama hapo, kwa mfano kama sisi wa kina mama tunataka kushajihishwa, kuongezwa, kupewa taaluma kuhusiana na mambo labda ya mikopo, mambo ya vikundi mbalimbali, labda kama kuna mazuri yalokuwepo mazuri na zaidi tunayahitaji kutoka kwake. Na kuhusiana tuseme na pia kuangalia kama tunavyojua sasa hivi mambo yote yako kwenye tehama.
kama sisi kina mama tunatarajia kwamba atuwezeshe kupitia mambo ya TEHAMA ili kuondokana na ule mfumo wa zamani tuliozoea, kwa sababu ukiangalia kwetu kaskazini, yani wajumbe wengi ni watu wazima. Ukitoa mimi hapa ni kijana kidogo, baada yani waliokuwa juu wengi ni watu wazima kama, na pia tunamshauri kwamba ajitahidi labda kutoa elimu, kwa mfano watu angalau vile kujua kuzungumza, yani kujitoa hofu, kuongea mbele za watu ili wasiwe shida. Mimi binafsi yangu na makatibu wenzangu tumempokea mgeni wetu kwa furaha sana, na tutampa ushirikiano. Ndipo akitaka ushirikiano wetu, tutampa ushirikiano wa dhati, na tushamkaribisha akaridhike. Ujio wake usiwe leo tu kutuita kutupa mawaidha, iwe kila siku, tukikaa wiki ya pili atuite kwa mawaidha yake. Na hapa kwetu sie kuna uchache wa makatibu kuja ovyo ovyo, lakini pindipo akitupa mawaidha kila siku watajirekebisha, maana walikuwa bado hawajarekebishwa, lakini sasa hivi tulikuwa ushampata mrekebishaji, kwenda tukakaa sawa. Mtazamaji wa B2B Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. B2B Zanzibar.